Ni Jumatano Oktoba 2025. Hii ni MTV1 News Online inayokutangazia toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Jina langu Dr. Benitambwe Mkandiro Walimete, nitakayesimamia matangazo ya leo. Tunasikika kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Twitter na LinkedIn. Taarifa zetu za anzia mjini Bunia jimboni Ituri ambako MONUSCO yaendelea kusaidia jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kumhukumu rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila Kabange, madai mbalimbali yaleta changamoto miongoni mwa Wakongo. Joseph Kabila kwetu haikuweza kutustua paske tunaona kwamba konasio yake haitaleta mabadiliko ama haitamaliza vita ambaye tuko ndani yake. Ni hayo kwa siku ya leo. Moja kwa moja tuanze na habari toka jimboni Ituri mjini Bunia ambako MONUSCO yaendelea kusaidia jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kumezinduliwa na mafunzo mapya kwa ajili ya wanajeshi zaidi ya 120 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi zaidi na Costa Sambagalwa toka mjini Bunia. Hapa mjini Bunia, MONUSCO imeanzisha kikao kipya cha mafunzo maalum kwa ajili ya wanajeshi 112 wa FARDC. Lengo ni kuimarisha ujuzi wao wa kiufundi na wa kivita dhidi ya makundi ya waasi wanaoendelea kuwasumbua wakazi wa Ituri. Mafunzo haya yanafanyika katika kambi ya jeshi ya Ndoromo, umbali wa kilomita 3 kutoka katikati ya mji wa Bunia, kwa muda wa wiki 2 kuanzisha leo hii hadi tarehe 10 Oktoba. Walimu wanaofundishwa wanatoka Indonesia, Nepal, Bangladesh na Morocco. Watafundisha wanajeshi wa Kongo mada mbalimbali ni kama vile mawasiliano ya simu, matumizi ya GPS na ndege zisizo za rubani ama drone, kompyuta, huduma ya kwanza, uendeshaji wa magari makubwa na mbinu za upigaji wa risasi. Kwa mjibu wa MONUSCO, lengo ni kuandaa vikosi vya FARDC kushughulikia maeneo yenye hatari kubwa. Msemaji wa MONUSCO katika Ituri, Jean Tobio Kala, asema ya kwamba hatua hii ni sehemu ya msaada endelevu wa jeshi la Umoja wa Mataifa kwa vikosi vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gavana wa kijeshi wa Ituri, Generali Johnny Luboya Nkashama, amepongeza ushirikiano huu. Asema ya kwamba mafunzo haya yanawafanya wanajeshi wawe hodari na wataalam zaidi katika vita zisizo vya kawaida ambazo adui hubadilisha mbinu kila mara. Tangu mwaka jana, karibu wanajeshi 1600 wa FARDC tayari wamepata mafunzo kama haya, kuanzisha mbinu za mapigano hadi kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu. Jueni ya kwamba mafunzo haya mapya yanaonesha tena kujitolea kwa MONUSCO kusaidia FARDC na kushiriki katika kurejesha kwa amani katika jimbo la Ituri. Nikiripoti toka MTV hapa mjini Bunia, mimi ni Constance Mbagalwa. Tukitoka huku Bunia, tunarudi katika jimbo la Kivu Kaskazini ambako baada ya kumhukumu rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila Kabange, madai mbalimbali yaleta changamoto miongoni mwa Wakongo. MTV1 imezungumza naye Adalbert Kienge toka mjini Kinshasa. Bwana journaliste, unajua ya kwamba Bwana Joseph Kabila alikuwa rais ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kitu kilitushangaza kubwa sana ni kama yeye aliweza kulegitime rebellion. Na kitu kikubwa, alitoka kwenye alienda akijificha, wala alitoka hapa Kinshasa pasi kwenye alikuwa akikaa akaenda kuungana na waasi. Hiyo sisi vraiment ilitushangalisha sana. Na kama vile mimi nazoea kukuambia kila siku, wote wenye watakuwa wakitenda mambo kama hiyo ya kutaka kukamata pouvoir na kingufu, kutaka kudevier l'etat, kutaka kujiona kama wao intouchables, mimi napenda mahakama endelee kwa hukumu wote. Mimi nawaza gizi wamemhukumu Joseph Kabila, hivyo walimhukumu Constant Mutamba na Matata Ponyo, wote wataendelea kufanya mambo mabaya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi nawaza kama atoka inaomba justice yetu na waangalia na wahukumu kama vile walifanya. Hata hivyo, Ezekias Muhaya azani kwamba ni ujinga na ujeuri kumhukumu Joseph Kabila Kabange bila kumuhusisha. Wakati kama hiyo, mashirika ya kiraia mkoani Ituri, Pairum na wilayani Beni pia Lubero wasema kama hukumu la Joseph Kabila Kabange haiwashitui kwa sababu haiwezi ikaleta suluhisho katika nchi
ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi kama shirika la raia la mkoa wa Irumu, Mambasa, Beni hata Lubero, wakati tulipofuata proses yake ex-president wa DRC Joseph Kabila Kabange, kati tribunali iliweza prononcer condamnation yake Joseph Kabila, kwetu haikuweza kutustua paske tunaona kwamba condamnation yake haitaleta mabadiliko ama haitamaliza vita ambayo tuko ndani yake, paske beleni tribunali yetu nchi yetu wameweza kuarete na kuweza kukondane wakubwa nyingi ama waofisie nyingi wa jeshi, lakini vita iko tu hapo inaendelea. Adui kunaendelea kubania mingine, adui anaendelea kuvamia inji, adui anaendelea kuua raia, ajapokuwa government yetu iko na jikonsentre kwa kuweza kuorganize maprocès juu ya condamnation ya wale wa ofisier na wakubwa fulani ambao wanaonekana kuwa wakomplisi ndani ya hiyo maneno ya vita. Lakini kwetu tunaona kwamba inakuwa saka kama iko non evenema, ina hailete mafanikio kamili juu wana kuwa indexe maneno ya vita, lakini vita iko naendelea japokuwa wiko naleta makondamnation kwa wale watu. Na ndio maana kwetu kama sisi shirika la raia tunakuwa ndani ya eneo ambaye ukosefu wa usalama unazidi sana. M23 inaendelea kusumbua na kuteka mingine. ADF nalo anaendelea kuvamia inchi, anaendelea kuwa watu ndani ya mkoa wa Mambasa, mkoa wa Irumu, Lubero, Beni. Ameua watu zaidi na zaidi, maelfu ambao wameweza kufariki ndani ya hiyo hali ya ukosefu wa vita. M23 inaendelea kuua watu ndani ya territory ambazo wameweza kukamata. Na ndio maana sisi kwetu kama shirika la raia tunaona kwamba condamner ex-president wa Republique yani Joseph Kabila Kabange iko non evenement parce que premièrement kwa iko tunafuata processus ya Doha. Ye kama mwenye baliindexe kuwa mkuu wa M23, yeye processus ya Doha iko na fatiliwa, lakini yeye haiko impliqué. Tunakuwa na maswali nyingi eske mtu ambaye waliindexe kusema anakuwa mkubwa wa rebellion ya M23 kama wanaweza faa dialogue bila yeye kumshirikisha, bila yeye kumuita. Na tunaona makonasio ya wale wa ofisier ya president Joseph Kabila inakuwa tu non evenement parce que haitaleta mafanikio kamili, ila government yetu waweze kukamata mekanisme na waweze kudetermine, waweze kupika adui porque usalama ionekane ndani ya maeneo ambazo adui ameweza kuvamia. Ila kufunga watu haitaleta solution. Kufunga watu wote wanaweza ishia ndani ya gereza, lakini kama hawatakamata vita kwa bidii ili wafweke adui na population ipate usalama, hata watafunga wanajeshi wote wanaleta wapya, hali tabaki tu hapo. Ila government yetu waweze kukamata decision ya kuweza kufuatilia adui, wampike na watu wapate usalama, itakuwa ya maana. Tuhitimishe matangazo yetu na habari toka Tanzania, ambako wananchi zaidi ya 200,000 wamepatiwa matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi kote nchini Tanzania kupitia kambi ya madaktari bingwa. Toka Tanzania tunajiunga na Trifon Odas. Hayo yameelezwa na Grace Marki kutoka Wizara ya Afya, Idara ya Afya, Uzazi, Mama na Mtoto nchini Tanzania wakati wa mapokezi wa madaktari bingwa 48 kutoka hospitali mbalimbali nchini humo wakitoa huduma za matibabu ya kibingwa katika halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma katika muda wa juma moja. Wananchi wote wa mkoa wa Kigoma wote ambao wenye changamoto za kiafya watakaojitokeza katika maeneo hayo watapata huduma za kiafya. Nichukue nafasi hii sasa kuwaomba wananchi wote wa mkoa wa Kigoma waweze kujitokeza kwa ajili ya kupokea huduma hizi za kibingwa na bingwa bobezi ambazo zimesogezwa karibu na wananchi kwa ajili
ya kupunguza gharama ambazo wangeweza kazitumia kwenda mahali pengine popote kupata huduma hizi za kibingwa. Katibu utawala mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa amesema hatua hiyo ni muhimu kizingatiwa kuwa bado kuna changamoto ya ukosefu wa huduma bobezi, hasa mikoa ya pembezoni ikiwa mkoa wa Kigoma ambao unapakana na nchi za Burundi, Kongo na Zambia. Ni changamoto kupata wataalamu wa field zote kama ambavyo inapaswa. Kwa hiyo uwepo wa zoezi hili unawasaidia sana wananchi wetu kufikiwa na huduma hizi ambazo kuzipata ni aghalabu sana. Kwa hiyo pia nitumie fursa hii kuendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu, lakini pia kuwashukuru sana ninyi binafsi kwa moyo wenu wa kujitoa wakati wote, kwani kwenye awamu zote ambazo mmekuwa mkija hapa kwenye utekelezaji zoezi hili mmefanya kazi kubwa sana. Kwa upande wake mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma Dr. Damas Kayera amesema ujio wa madaktari bingwa huo utaboresha utoaji wa huduma katika mkoa wa Kigoma kwa watumishi kupata mafunzo na kuwa na uelewa zaidi wa kutoa huduma hizo katika siku zijazo. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa namna ambavyo imeweza kufanya, na hii ni awamu ya 4 kama tulivyosema awali kwamba ni awamu ya 4. Tumeshafanya kwa awamu 3 na zaidi ya watu 7,000 wameshaweza kupata huduma ambazo wangetakiwa labda wazifuate katika maeneo mengine, maana labda wangezifuata Dar es Salaam, Dodoma au Mwanza, ambao ingekuwa ni gharama sana kwao. Hapa tumefika takriban madaktari wasiopungua kada 6. Kuna daktari bingwa upasuaji, kuna daktari bingwa kina mama na uzazi, kuna daktari bingwa watoto, daktari bingwa usingizi na ganzi salama, daktari bingwa nafikiri wa kinywa na meno, pia kuna wauguzi bingwa pia wameweza kufika. Ni ripoti kutoka mjini Kigoma, magharibi mwa Tanzania. Mimi ni Tryphon Odas na hii ni MTV Online. Ni hayo kwa siku ya leo. Jina langu Dr. Binitambo Mkandiro Walimete, niliyeshimamia matangazo ya siku ya leo.